Dance music, Bendito, respect. What about they go? If I keep forever the star, what then say Goma no 9.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. What about the star? Inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa pofa. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. If I keep forever the star, what then say Goma no 9.0 FM. All eyes on me, bana nita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking of banda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Motema, na kiko tika yele. Oh my chérie, cha 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 cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Mesdames, bonsoir. Nous voici une fois de plus devant vous ce soir pour présenter cette émission Boulevard des Stars. Une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord toujours. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux. Nous avons été récemment avec Mzee Mpendara. On a été aussi avec Tate Ndougou. Aujourd'hui, nous jugeons bon de recevoir Kasereka Chimanga, alias Diassa Diassa. C'est avec lui que vous aurez tout le temps de découvrir ici. Nous sommes au 09 97 18 65 66. Appelez-moi Kisubi Lumbu James. Il est là. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de discuter sur l'avenir du théâtre dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu et dans la République démocratique du Congo. Bwana Kasereka Chimanga alias Diassa Diassa, karibu. Sitare. Miaka mingi ya mwisho nilipokea Bwana Kasereka Chimanga ndani ya kipindi yetu kunapita miaka 5. Wakati atueleza namna gani alianza kwanza hii kazi, ilikuwa namna gani, Gisa kwa naangalia mafilmu ya Charlie Chaplin, kuna dunda ilikuwa napatia ile hamu ya kusema afanye teatro. Ndio. Bwana Jacques, tunafurahi kupokea leo. Jassa Jassa. Bwana Jassa Jassa, okay. Tunafurahi kupokea leo. Est-ce que tuambia hali ya kikundi yako na jina kikundi yako? Nije. Nani James Kisubi. Bon, si tu évolué mu dévorer. Vore ya kwanza mimi évolué mu association. ACCM. Association culturelle pour la conscientisation des masses. Ndio. Mu vore ya pili mimi évolué mu individuellement. Manake mimi peke mimi évolué mu solo. Mimi évolué mabile vitu mbili. Sasa kama unaniuliza hali ya kikundi, manake ni association yangu. Association yenu. Yako yenu. Yetu. Voilà. Hapana yangu. Okay. Juru mwenye nishimamia haiko Mpendara. Ni voisin les blancs. Okay. Mwenye anajulikana kujina ya Alade Manisudi. Yeye ndio anashimamia ile association yetu. Na tuna évolué bien, santé iko bien. Maweni ziko zinatuita, zinasigné na association yetu ma contrat. Tunaenda chezea mukambi juu ya sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et aux hommes aussi. Bon, aux hommes il atu apati le marché. Marché nous biko atupatia ni ya kudénoncer violence faite à la femme. Pas aux hommes. Pas aux hommes wakututuma vile si. Kama kutakuwa ingine wewe nije na itakuya protéger les hommes. Na mu individuellement mimi évolué bien. Au fait, tuko en bonne santé. Naona kabisa santé kwa mzuri. Mnaona Bwana Jassa Jassa tuko na leo tuzungumuze maneno mengi. Lakini Bwana Jassa Jassa, tunakiona kama kazi ya teatre, mchezo wa teatre ndani ya vile ya Goma inapotea. Kama ni kusema kupotea, ile ni kusema kidogo. Inakufa. Nilijua nini teatre inakufa Goma? James Kisubi. Hata mtoto kisha muzara anakuwa na 6 mois nyonyo. Après 6 mois anaanza kunya sasa mai kama ziwa kidogo. Mimi naendelea tu kunya nyonyo.
mpaka sasa ataanza kula chakula ya nguvu, ndio sasa wanamtosha kulizimu. Najua tunasemaga au moins 2 ans. Basi mtoto mwenye 6 mois deja shanzana na bui kwenda na tiku 2 ans unamnyonyesha jua kwa bonne santé. Unaweza muacha sasa juu aisha jua maragi, aisha jua birai, aisha jua nini, anaweza evoluer. Théâtre hapa ilianzaga kufa kumwanzo. Okay, genese ya théâtre hapa na njoo apocalypse yake. Basi tunaambia mbele mupenda raha atoke mu Ozaire akuye Nord Kivu. Basi théâtre ilikuwa haiko. Ni nje malileta. Tulikuwa nafuata Kapalata kwa radio Bukavu. Ndio. Tulikuwa tuna théâtre kukua Goma. Mwenye alileta théâtre Goma na njoo mwenye aliharibisha. Uniulize yeye. Juu ya nini aliharibisha? Aliacha. Unaweza anza kitu kisha unakiacha. Si wanavita chantier. Ingekuwa simu uko najenga. Unaanza mafondation, unapandisha, unafika katikati, unaviacha. Inageuka chantier. Mwenye ataendelesha kile chantier. Hata endelesha gisu ulikuwa unavisuete. Na njoo machangenye tuko ndani. Baba yetu walituacha, walitutia mwili hamu, walituanzisha le premier pas. Lakini avant de jouer marché, wakatu abandonner. Tukatambala CPK, tukaanza inuka shimama dede CPK na mpaka leo hivi. Mimi watu wananiambia jasa su former juu ya théâtre, nikasema na formateur wangu na mimi angali pale, njoo ishazimika. Tulishangana mpendara anaanza cheza na watu moja hivi, aseme masinema unatuacha. Na kurapia rufaranga. Mpendara yani itadu cheze kitu, mie ni Katari. Mbona kama iko natayarisha théâtre, utatayarisha si combien de mois. Njoo bana unaona mie ni shaji mwanga ma publicité, na jimwanga mu ma campagne, kufuso basi. Nilikomara yatima. Na njoo bana niko nafanya théâtre mkiyatima. Jasa ni yatima kwa sai. Kabisa babangu ashakufa. Wa théâtre. Kumia mpendara ishakuwa éteint. Na mpendara kimono muulize kama 100% ingekuwa ni telefone ilikuwa charge. Batterie yake iko na combien de pourcent? Hata kama ifo waishituri. Suro. Inakatala na charge. Sasa jana mwezi tena kushitula batterie ya baba. Jana mwezi tena kushitula batterie ya baba ni mpendara. Si nje kuna batterie tutaishitula na haileti. Hatusogele yake. Bo, pale kosekana sie hatutamsogelee. Maki kuna kosa kauhusiano katikati. Haiko tu mpendara. Kuko wengine kama njoo wa pere grand kwa vitu gani? Kuko wengine wale wanzele ma théâtre ya ma français ya kumemoriser kuma papier. Oro yetu haiko ile model. Niliweza kuona mpendara ndani ya kipindi akasema ayaacha théâtre mpaka leo. Anafanya ya wapi? Anasema kuna tayarisha pièce enye bote mtacheza ndani watoto yake, na akasema réellement muko na sheria kwa kusema mko ndani. Sasa ayari bisema kuweye na ayari bitambia kata. Niko na ayari na bikwambia alianza bianza komedia. Rungu. Ile ni ta rungu. Unaona pale manake mbele hata bitie komedia. Maka alipashaka ta itatamu moya wetu wala bawili wetu wala batatu wetu. Ju alituzana tuko ba mingi. Unaona sasa tuliachana na mpendara, si tukaanza Nyiragongo sur scène. Ye troupe yake ilikuwa tu ya jina yake troupe mpendara. Akaforme wengine watoto njo kwenye barugwagwa, bambukuli. Walitokea na wengine ba comédien, ba acteur comédien. Mpendara afanye tena théâtre, bile ubiuliza hata Goma mzima. Théâtre gani? Si tunakuwa mpendara tunapishana kana nisalimia mimi namsalimia. Mimi mromi nasemanga eski. Babangu angali kabisa na ile upendo ya théâtre ya mwanzo. Ni sasa unakutana na mtu maisha anguka na kitu aliyokokaka. Kisha anakuambia ningali nasimama. Na kitu unamuona gisi kwa nalewa, unamuona gisi kwa machafuko. James Kisubi mpendara afanyake théâtre. Na kama iko natayarisha kusema tufanye théâtre ni idea mzuri. Mesi atuyapata ta virisi ya information kama tutacheza bakteria bote théâtre
Et en plus vitu bisha évolué. Na alisema ile vitu bisha évolué, c'est-à-dire que mnapasha adapter mwabitu ya mpya. Effectivement. Oui. Sasa ndeza rogota James Kisubi, mina kamata Delion Kimburumpu, mina Muchanga na Afisa Ramazani, mina kamata nani unafasi poro hapa kwa teniseni nani. Niko mbele bazungu. Bo mina sema ale mcheze hapana. Vitu bisha évolué, na ni pièce gani? Ko objectif gani? Ni musale, ni vidéo, ni c'est comment? Cela c'est flou. Jamani unaona tushajitupa tout partout muheo. Kujitupa tu muheo. Mais kujitupa muheo quand même na donner mafui. Imaginez-vous wakati tulikuwa mpendana na Gisi leo huko. Aoni kama Gisi huko ndio nakuwa mieux par rapport à Gisi ulikuwa mbele. Bon, mtu tu anakomaraga. Si maskini nani? Basi wewe sasa ulikuwa na Kenza, njoo vile ulikuwa na 20. Sasa ulikuwa na 20 au ndio vile ulikuwa na 20, sasa ulikuwa na 27. Basi iko sawa sawa. Mimi nakomara effectivement, nijitupa muheo. Ndio. Tini kaenda pa na nikakutana na destiny yangu. Ndio. James Kisubi. Tangu nianze théâtre si atumikaga mu bureau, si asinyaka contrat fasi, silipiwage mie par mois, maki nisha kwa sagisi nilikwambia. Nilijitupa dans l'eau. Chimino. Na wapiga kamuguru manake mpaka iju. Ukinita ku mariage, jasa 10 minutes iko humu, kwa fresh tu watu saba takwa biko na kura. Ukinita ewa, mtoto wangu anakona ku television, mimi napenda ugeuke surprise kwa anniversaire yake. Jasa tuko na vin, tuko na jus, tuko na whisky, tuko na produit yetu. Kuya, njoo besi tushawakilia. Hivi hapa watu jua ni vivre bien. Kama iko ku réseaux sociaux, ni uma cérémonie mbalimbali sa mariage, anniversaire, njoo wananiona live. Mais nani anaweza tutia en live? Ni bima hotel tu na bima salle ko raisonner tout mariage. Et pourtant bale biko na masale indirectement banaweza geuka ba vrai producteur. Iko na salle. Il suffit tout aonane na intéressé basumure ka petit contrat. Tufanye publicité. Unaita watu kukapikivu. Unaita watu kuyusi. Unaita watu kwa hizi sali zingine zote ziko huko. Unaita watu kuserena. Quelque part na kama teatri ilizimika. Kukitofu nilikwambia ni mpendara njoo aliharibisha njoo kuendelesha. Me mwingine fasadi hatuna wa kutuproduire. Sasa unapanda muindi me hakuna wa kukwala imwangia mai juu ipande. Ndege kula. Ndege na kwa shule yake ninaishia kula. Ila kaukia pale. Njoo vipi? Alors, mbona Goma tunaona tuko na bamesene ba mingi. Donc, bamesene biko Goma hakuna kitu wanafanya alors. Hakuna. Basi wanafanya. Wewe unaona kitu. Wako media. Siko mediatique. Bo, wewe niambie mesene mama unaona nafaa kitu. Nasikiaka, fulani. Utasikia na kitu kwa macho hiyo ni audio. So, senyo ba vrai, senyo ba faux, senyo ba vrai faux. Si kwa Goma kama hakuna mbo ni banazania vile ni sa vile maua yangu unaona kama kwa mara unaweza zania ni epinare antuka niweze kula tabu na wao kama ni epinare vinakomara mais en vrai dire haiko epinare donc watu wanaweza jita mesene selo yeye mais watu wanamuona wanasema hapana hauko mesene basi wanaweza jita kidiaba. Hapa. Siko James Kisubi. Ndio. Sasa unatadanganya bibi wewe asio nje kidia. Hakuna mesene hapa Goma. A existe. Na ba comédien wengine wenye uko unaona uko sikia kwa radio na sasa unaona tu mtu mwana jikaza anafaa comedy. Ni ba petit wenye biko na ile iko na batogota ndani. Na washajitupa muheo. Ndio. Oro mimi nilijitupa muheo na nisha kuwa mire. Ulipata formation tukasema utujitupe muheo. Mimi nakumbuka nilipata formation. Ndio. Mais formation isifiri ni ça gisi ulisoma kwa université sio maliza bon basi unasifiri so il faut ndo tumike sasa wewe mais je nianze tumika na merci kwanza kwa responsable ya RTNC en particulier hata kama alikuwa ya kwa directeur kwa ile wakati tuvere undikwa virwa anasikia focus ni malizisha yote hata wanajua tuvere undi ni tuvere
Tuvere kwevyo. Undi kwevyo. Bon. Merci kwa RTNC na kwa viongozi wote RTNC. James. Mimi nakumbuka emission ilikuwa inapita ya sasa na hii yako, lakini kwa radio. Ilikuwa kama Mardi Show. Show dance. Show dance dakavuna. Show dance. Nilikuwa kama mimi nakumbuka napanda na mandazi na bitika na kalanga. Napanda navyo. Kwa ile na machapati na sawa. Na machapati. Na cheka sana tomati. Na Fali Muhammad yeye ngapi? Baba, bale watu bali ni propulser. Pale nishaanza evoluer mie peke. Ndio niko kwa nyimbo za Mandare, dawa yato, jina langu Mai. Pale bakani propulser. Chaîne niko parmi chaîne yenye lituma jasa na kwa jasa mpaka leo. Encore une fois, directeur wa RTNC, Tuvere Hundi. Na kutosha kofi. Merci de beaucoup. Jovi. Musique. Jacques alikuwa anafanya na Justice alikuwa anafanya musique. Jina langu Mike wala Maibobo. Jina langu Mike wala Maibobo. Niko mtoto sina wazazi. Musikie basi mateso yangu. Wagusaidira asaidire na mwenye apendi. Ya zamani. Nikumbusha. Zile ndio fondation James. Mais unaona deja wakati tulianza imbele manyimbo wewe peke uko na tabiri ya avenir yako. Babako mtupendana saka kuacha. Aro, nyimbo yako haiko ndio nakia kurudilia nyuma kweli. Donc unakuwa kufa yankulu. Unaweza pale unikamata mkadre artistique. Ni kweli niko Maibobo wa komedi kabisa jasa ni Maibobo wa kwanza. Je n'avais kupatia baba mwingine sio tamuitika. James hawezi changer papa. Jamais. Théâtre moyen uniformé ni Mupendara iko ananifuata. Encore une fois merci de beaucoup. Mungu alikuutiliser mu destin yangu. Hata kama plus tard uniache. Mimi najiulizaka Abrahamu salenda na mtoto kumogoma na kuni na kisu. Para sema Mungu aishamwambia utanitolea mtoto wako. Mtoto alikuwa anauliza baba, sasa mbona kisu iko ushanoa kuni njozi niko nazo? Kondoro iko wapi? Baba alikuwa anamwambia chunga utajionea wewe peke. Waza Abrahamu anakamata mtoto anamtia hivi kuni. Abrahamu anatosha rimeti. Anaanza mwanga hivi essence. Asanambia acha. Ona nyuma yako kondoro njoo. James napenda nikuulize. Sali mfungura mtoto wake makamba. Kuya turudie kwa nyumba. Est-ce que mtoto alibakiaga na Abrahamu kweli? Napasha kwa likimbiaka. Nakuwa na roho mbaya. Alijitupa muheo. Et pourtant Abrahamu ndio mwalimuzala. Même chose na Mpendara. Tukipitia mu context ya Abrahamu, maana tulirudilia nje kukuni. Ni bahati. Sasa sura mtoto alipata tu acha kondoro njoo iliko pale hapana chomeka kisu. Sasa jiulize goma nyange ilikuwa ndani jasa. Wala Mbukuli. Wala Rugwagwa. Ingelikuwa goma gani, vile gani? Are gani ya komedi nyingi ilikuwa? Ville sinistre. Unaona? Pendaradi no kisu bilibea. Sisi tunaendelea. Ndio vile. Mpendara alituambia kwamba wakati yeye mwana anacheza naye ndani ya troupe teatrale Mpendara, Mbukuli alikuwa parmi wa vijana wao wanabeba mizigo. Ni kweli ama ni bongo? Ile alikuwa anabeba mizigo, manguo mnaenda cheza teatro. Hapana, wakati mimi nilikuwa Mpendara siko na Mbukuli. Mbukuli balikia sasa tuliachana na Mpendara. Unaona Mpendara alikuwa un contre tous. Babishalufa, Bizabibu, Vozele Blanc, Wanakopo, Bifatuma. Ile bale baktori wote walibakiaga Mpendara tunje pekee. Akajitia pembeni kisha njoo akaanza former wengine baktori. Na Mbukuli ni fruit ya ile deuxième formation ya Mpendara. Njovi. Alors hakutubebea mashakoshi Mbukuli sikumona hata siku moja na tungali Mpendara. Na vile ndio nilikwambia. Yepeke nani? Mpendara? Basi. Bana. Ndio baba bebea shakoshi. Nyirago kule de la vekakuya. Mukambia Mpendara, yeye ndio acho Mpendara ke Nyirago akasema quand même.
Mimi ndio mpendana watu na jina mpendana. Nikaenda kule kunyira, waone kama ni mubaya. Basi James Vinicius Junior anatoka Real de Madrid. Maka il faut wale na joueur wengine wote wanabakia njoo wamfuate, ube njoo anapasha raisonner kama tarudia tena mu equipe. Basi ba acteur wote ni kwa representer 90% ya kikundi. 99 d'ailleurs, ni yake mpendara mwali acha kikundi. Ubia kikundi kiliachaka mpendara, c'est ça. Bozosi kisha kikundi cho kitafuta mpendara wala mpendara atarudia kikundi. Wewe kunaenda. Bwana Jasa Ala kuacha wakati mko nacheza theatre mpendara, wakati uko nacheza mko napiga lezio wewe na mzee Kopo alikuwa anainteresse population sana. Wakati usikia rafiki yako mzee Kopo anatuacha, anakueduka, usikia namna gani? Parce que réellement nasikia kilio, baadhi wako nakifika pale na wanauliza Jasa iko wapi? Juu ni mfufuri. Ndio. Inakuwa sasa kilio yenyewe uko unauliza Bwana Yesu yuko wapi? Lazaro analala. James kilio napitikana muro. Siritu wakati mtu anaangalia passé ya mwenye anatuacha, passé yenye ulifanya naye. Ni kilio mwaka ya long terme. Basi tutapataga tena mtu mwanacheza theatre sasa Bwana Kopo? Hakuna. Hata kuaga. Na kikuaga maana ni après generation zetu. Narudia ukestori niuza kani ilisikiaga. Wewe ulisikiaga hata kama uko comedy. Si alikufa tu unasikia ni huzuni tu. Anatuacha. Sagisi na sie wote tutadai. Mais tulipoteza ikoni. Kuna mtu anaweza tomboka mu teatri sasa batate bakirega. Habile vyote habiko hapa. Kisha yako shafika mu niveau yenye haiko na imite mtu. Tulikuwa nakutana ke baba tasiko tazikaga. Njoo vitena takuwaka. Maka alikuwa anainterpreter role zake mzuri. Bililumaga sana James. Na hapa kaleo hakuna mzee mwendeza aweza cheza naye kama iko Bwana Kopo. Juu na haya kwaka. Uko na babiana tu wote nje kwa fasi ma comedy, wengine wanakuwa ba clown. Bo. Unakosa. Na ndio nilikwambia nilitupa mimi muhewa. Hapa niko na evolue sasa. Simba yenyewe kwa hiyo peke mpori. Mais sakaje yote ndakutana. C'est comme ça. Na muregreta kana mimi namkumbukaga. Promesse ya province mpaka leo haijafanyika. Yani, ya mzee Kopo. Promesse gani? Ya province. Ndio promesse gani? Walisema wanapaswa saidia jamaa ya Kopo mpaka leo haijafanyika. Walisema batasaidia jamaa ya Kopo. Ndio. Ndio walisemaka. Gouverneur militaire. Swende muulize hivi wewe peke unasema kisha alisemaga. Heureusement mimi silijue mimi wewe unaweza ndo namuona. Parce que délégation ya ba comédien lendaka wewe ndio uliko sandali. Nilikuwa Bukavu James Gisumi. Nilienda coincide niko Bukavu mkazi. Siko naangalia. Bo, na hivi wenzangu walikuwaga huku ikakuwa sasa vile wananirepresenter tu. Na juu ya promesse ya gouverneur militaire juu ya famille ya Wanakopo. Basi unazania walizikaka kule Wanakopo ilikuwa ku effort ya nani? Si ya gouverneur wa province. Coup de chapeau. Et en plus ndio problème ya nyeba journaliste. Hivi tena itakuwa ba journaliste biko persécuté. Marque je gouverneur de cette famille à Kopo. Alors James Citier où? Venez avec la caméra. Famille shaka pokea beningiri pokea. Mimi na vile bilikuwa entre gouverneur na famille yabo. Hakuna mtu akwenda chunguza. Yeye mtu akiwapatia bizu, unapenda mongole na meno. Est-ce merci de beaucoup gouverneur. Na kama na mimi ndakufa na ungali na mtu anisaidia tu. C'est notre gouverneur. Merci kwa kunifanyizia marehemu Bwana Kopo na familia yake kisha kutuacha. Encore une fois merci de beaucoup. Unapita kufanya? Perza, unafika kufanyia Kopo? Kufanya. Kuwasalimia watoto. Ndugu yangu. Familia Kopo iko familia ya RG. Biko bashangaa, bayomba, bamuloko. Unaona? Ayomba sama kuleta virus. Akose kama mimi napanga mbuzi njoo hii. Njoo nende niwasalimie. Njoo na mimi peke hapa sipendaka kukia nisalimie. Kama una muzigo. Niketu jambo, o jambo nikiona watoto. Bora mimi nabachia nini? Hauna kikapu. Sasa kama hauna kitu usikui. Umesiku unakuya kabisa na ulikuya. Tunaangalia. Ndio.
Ombe mabiti ya mapurasiti nayo inakuwaka ya lazima munyumba hii. Unapata imoya? Nazunguluka, naangalia baba yake na mabonge. Kumbe balienda kulenyo. Basi na mimi nilikuwa na wazifu unapanda kule yulu. Unaweza afika tu mwambie Yomba. Maneno hivi kabisa unajifungia wewe peke. Lakini yuru ya nini mama Mbizabibu wakati yote nyewe watu wiko nologanize vitu wewe unakuwako konatia mo mapepo ya kuleta bandugu yako. Basi hivi haiko mapepo bwanangu. Basi unaweza Yombana ikosa hata neno ya kukuambia. Hakikosa hata neno ya kusema. Atasema nini kwa hivi? Utasema wewe peke. Sama unapasha kuwa na waza wenyuko nasema. Yomba ukifanya nini kwa hii ndoshi? Yombane hangikosa vya kusema. Unjio kipenda vyako ya mumafika. Yomba hangikosa vya kusema. Usianze ni kuniwasha saa hii na Bishie pale tupokee bageni kwa salama hapana kwa maneno tena afutu. Esike mpaka ikwe. Bishie pale hapana vya kutomboka. Kitu unapasha kuwa na yua na ndio kila siku niko nakwambia. Ngoja kwa nimalize kuchomoa. Haiko kila kitu ndio mpaka familia mzima itakuwa na kuya yara. Nishasikia bishie pale. Ni mari ndio lishakuya au wara. Bingapi baba banakuraka kule kwao tulishakura mo nini? Unatatomboka. Mikutano hapo ngapi banologanizaka esike banaitaka wanakopo hapa participe. Yomba. Tungelipitisha tena siku ya leo angilikuwa mubaya. Ndio. Nangana sengiumva. Ndio banakawa sana. Mtoto aliko nayo. Ndio. Hivi anamaliza diploma yake. Njoo wakati. Ndio. Banakawa sana mufiansai. Ndio. Odiot. Karibu. Stare ba. Karibu kwetu hapo. Tulizania hakuna watu. Karibu baba. Stare mama. Karibu baba. Mama baba. Mzuri baba. Tulikuwa tunasema ngo balimo changwa. Tuliona kiwanja iko wazi. Nilikuwa niko na pare. Karibu siku nyumba baba. Karibu stare. Karibu. Stare. Kakiti kari. Basi tunashukuru tena kuwapokea mnyumba yetu. Ndio, asante. Ndio tulikuwa tu tangu asubuhi swangisi wenyewe mlitupatanisha kama mtakia tutembelea kumangalibi ya leo. Tulikuwa tuko tunajitayarisha. Na furahi sana kwa ngisi wenyewe mlilesipekite rendezvous. Asante kabisa na sisi. Ndio ile mjikute mko swa vile samaki mumai. Mko libure. Ndio. Hapa ni kwenu. Na mpaka pale mimi naachia kauli. Unaweza sema? Asante papa kwa kutupatia kauli. Kama tulifika hapa ni kusema tulipenda tujue mapashwa ya shie kuzaliwa ndani ya hii nyumba. Voilà, atutababeba kalikwenda kalirudi. Shie kabisa ni swali gisi wenye asili nasema. Kunapasha kuwa kwanja ile mbuzi 12 ya mali enye iligomboraka mizaba mbuzi 12. Pale ndani kunapasha kuwa koti yangu mie baba mtoto. Kwa ngambo ya mama na yeye. Anaiwa mama alizekesha manguo kuchunga musika yeye musika yangu safi. Etaromba kunakuwa yora ya mama. Unaona hapa mnatuelezea hivi. Tunasikia. Papa naye anaweza kuwa na neno mbele turudie. Yego. Murakoze cyane. Dishimye rwose yeza kuzwe Nyagasani. Abana bacu sengiyumva na sifa uwawe. Papa ni mtu gani wewe? Ndio baba yake na Kiana jasa. Jasa huyu mwaka ndinda malele mwenye alikosa marekisho hapa msiku ilipita. Njoo huyu. Baba sifa. Ufaranga. Mtu banakia kusumulia juu maneno ya kuoa musika. Unatatia politiki kwa maneno ya kuoesha na mtoto. Funga muria sombe hapo. Hapana. Funga muria. Basi unatingiza maneno ya vile kumaongezi. Angalia ni bwana Kopo. Tusikilizane. Tulisema watoto wetu hivi wanatafuta kuambatana wafanye jamaa yabo. Ibya politike bili ubiwachiriri. Tupatie watoto chance ya kwanza kunyumba yabo na kuevoliwe modeli yabo. Nina waza njoo vile mama. Ndio wenyewe tulikuia hapa.
tusikilizane. Ngikuwa kama we njo babake na mtoto, pare sava. Mie ile mtoto yangu hawezi orewa na wakilima ya basambana wala bilima tatu. Ya pili, mbele ya Mungu na mbele ya malaika, papa na kama miningariki na bavutisha pepo mwangu, ni yule niliona presence yako. Jasa. Mimi nasema Debu Kongore simama, na unafuata kirori. Toka mwangu. Simama. Mimi nasema simama. Na siakufuria mangu kumili simama Debu Kongore na ufuate kirori. Toka mwake papa. Unafukuza mukwe papa. Nilikuwa nasema hivi. Politiki toka kweli. Mimi siaonaka bia hivi kabisa. Siaonaka bia hivi. Kweli. Twende papa, twende. Kafu mwetu angalia. Hapana papa, twende. Wacha nikuone. Twende. 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 Niko siaonaka bia hivi kabisa. Kodi bigi koko. Hata ni basabote. Twende papa, twende. Mimi konaonesha mwana mbili pima ukui. Sasa nyosho. Kuya nikuchapa nguru wewe imbo wewe. Ule mtoto yako hawezi wewe mtoto ya kwangu. Bwana na wewe ingia mnyumba. Pusi andike wewe. Njoo ile mzee, mimi nashukuru sana kusikia wanatoka kusema vile, na mimi ataweza kumfikishia mwami ile. Wazere wewe. Niko karibu papako. Sitare. Sasa mletee mzee kiti hapa. Jambo baba. Jambo papa. Kakiti kale papa. Oh la la. Unatembelea huko? Basi kuzunguluka. Haonekane mwanangu. Basi na mimi niko tu mkazi ya mwami. Njoo alikuwa ananiambia nione wazee. Niwaambie juu ya budongo. Unaiyo huku watu wanaishi juu ya budongo. Ile ni kweli. Kila mtu iko na lazima ya shamba. Shamba si ndio mko maisha. Utaishi bila shamba. Bakule utakunywa nini? Mie? Naweza kunywa hii nguu ya papa hapa. Muletee, angalia mungali chupa moja mule. Sikere. Muletee. Oh la la. Ya kufungula hakuna. Kama papa. Ndio mimi anasema inalomba tunaishi kwa amani. Fujo zinaanzaka mshamba hivi zinafika mbali. Ile ni kweli. Kitu kiroko sinjo naletaka ndoshie. Ukusikia ruripita kwangu. Problem gani? Orara. Mwenye wake ayero hadisia wazere bora. Mimi niliona iko sawa vile kama ni mashetani ndio nifikia ku placel. Mungisikia kama nilikata mtu muguru. Unayua hii kuzara tunazaraka watoto lakini atuzale lo. Mtoto sasa anaenda niletea mkwa nyimba. Kale kamusika kangu. Mimi naona ule msika wako ule. Si balikuwa namchumbia ndio ndasema. Yule buchumba nilishe katara wazere bora. Benye biko banachumbia mtoto. Banakia jipurezate hapa yuzi. Kumbe mtu wawili matatu njoo nakia natia iko naanza kwa niletea malugha yake nyimi siko tunasikia hata mzuri. Usicheke wazere bora. Ni ndoshie yenyewe maana yake ilikuwa vitu vingine mpaka bajirani baliishiwa wazere bora. Jasa njoo ambo anaanza kwa kunioea mie. Kiana jasa njoo anaanza kwa chumbia mtoto ya kwangu. Basi kuko ubaya gani? Watu wawili matatu mie, mwa ile lugha yake, mwa ile kabila yake, waziri bura. Lugha inafanya nini? Sika nikwambie, ngwani kuelezee. Batoto wanapendana. Hivi wanapendana. Eske mimi natafuta nikuulize. Mu mapenzi kuko vitu wa makabila. Kama batoto balisha pendana, utasema basi wane juu ni wa kabila fulani na wane wa kabila fulani. Nani anaoeshaka isipokuwa baba? Hapana papa kopo. Hata kama baba anaoeshaka, ule mtoto unapasha kumwacha. Yeye peke anajichagulia kiana mwenye anapenda. Ya lazima nikuona kama eske ule mtoto alipendana na ule mwenzake. Njoo unapasha mwambia mtoto yangu, mimi nakutakia kwenye unaenda uende salama. Hapana kufuata vitu ya bukabila. Hata nikwambie sasa, mukila kabila mnakuwa watu wazuri na mko watu wabaya. Ule ni mtu mbaya. Mimi nataka nikwambie. Ule ni mtu mbaya. Ya lazima ni kusema namna gani papa kopo. Sie tunapaswa tafuta kitu ya kwanza musie amani. Ikuwe kwetu. Tuishi na amani. Tuyue kuvumiliana. Tuchukuliane. Hivi we papa kopo kabisa. Bakitafuta bakuchunguze wala bachunguze kila Kongomani.
kwenye alitokeaka ile nye banasema origine. Utakutana hata mimi wakanichungua watakutana origine yangu haiko Mkongo. Wewe unaoana na bizabibu. Mwanamke miaka ngapi mko naye? Tunatotora naye batoto rukushu. Mwanamke ya kwangu damu moya. Ndio. Kidorodine wangu. Wazere bora. Leo mwenyewe anaweza akuya kusema mie natafuta niachanishe hibu nyumba ya Bwana Kopo na bizabibu. Unaweza ona ule mtu namna gani? Isipokuwa tu Mungu yeye peke. Nani atanisanisha na mwanamke ya kwangu? Mimi hata nikwambie. Unajua zabibu? Unayua. Bibi yako eske alishakwambia? Unajua? Asemeni. Batate yake. Tate muzala babaki. Wa mwanamke. Unayaka kama ni mtu wa ngambo. Modele gani? Modele gani? Umo tunachezaka naye tati. Ni wa wapi? Ulishamuuliza? Si rafiki yangu sana kabisa. Haiko mtu mzuri. Rafiki yangu. Okay. Na njoo ile nilikuelezea ukifuatilia ukoo ya kila mtu utajikutana shie wote hatuko Wakongomani. Sasa ili nikukwambia nini? Nikukwambia kama kabila isitutenganishe. Katikati yetu kabila isituachanishe. Kila kabila iko na buzuri yake, kila kabila iko na bubaya. Tunapashwa aona bubaya tunatia pembeni, buzuri tunekamata, tunakuwa kitu hiki kimoja tunaungana. Kile kinatulunganisha ndio tunashikilia nguvu. Na tukishaishi na amani naanza kujamaa yetu, itakuwa pia ile amani itakuwa munani mu quartier zetu, mu mungini yetu yote, na mpaka ile amani itatawala wapi? Mu nchi zetu za maziwa makubwa wala CPGL. Sisi tunapenda amani. Amani. Huko na Karoko ukakaburani na ndugu yako msikilizani pale amani itapatikana. Na kwenye kuko vita kuko wake hako maendeleo. Bo, sawa mzee. Asante. Basi Mungu abariki. Na nyie pia. Mubakie bazimu. Asante sana. Nikwa? Karibu. Sitari. Ulikuwa sasa sinzia? Basi nao depo ulienda unalala kule. Hakuna waza tena kurudia au? Mie niko na saa ya kuingia mwangu mnyumba. Sio mimi nakuchunga tu kule pamwa bwanangu. Sasa kama urechunga, si unachunga. Yokoro ilikuwa inaenda nazunguluka. Mimi uligawa. Nakawa. Chakula iko pale. Utakula. Uko naniuliza jibu. Sitakula. Jia nini upendi kula? Sasa mie mbele ya kusema ambu ni kure kwa hivi akura uniambilishe ukweli nyiko. Nini tena bwana yangu baba Sifa? Ni nini tena? Nini tena baba Sifa? Hii siku yote nye tuko na weye. Ba uniambie kama ye nani mke kuru ni mtu wa wapi? Tate. Lakini baba Sifa. Ni zamani utoyeka tate ni wa wapi? Wenye niko nauliza. Koma sefetire kumutu mwingine ndio anaanza niambie ile ndoshie. Si tate anakuwa mtu wa ngambo. Tunaishi naye mzuri. Sasa mimi naanja regerete namuna gani enye nilitaka maliza nani jasa. Si niko na kuonesha hapa bwanangu. Mimi nasema achana naye, batoto bashapendana, acha batoto baoane. Si mimi naishi na wewe bien. Nisha kukosea na nini bwanangu? Tabia ya mtu haiko juu ya kabila. Na roho ya mtu haiko juu ya kabila. Unaweza kutana mtu asema ni Mkongomani wala ni kabila. Iko na roho yake tu mubali zaliwa naye. Ni kizalikio yake. Sasa kisha ndio itakuwa modele gani sasa? Wenye nishaharibisha vitu yote. Tutafanya modele gani? Uko tu banaume basi. Mungiangalia kisi banaume banakutanaka. Tutapatana nabo. Na ndio shia ya mali inapita na tunasikia. Sawa basi. Nataka kupumzika maisha ya mwili. Hapa papa. Tuachie pole pole. Pole kwa. Mungu na baba asi. Bana mbio. Ngoja utatumvunjia. Faranga. Mshalipa franga. Faranga yako Tutashona. Kwanza mbuzi baba.
Ile ndio sili yenye natuleta huku tena mnataka enda nayo papa. Mutatuia mbuzi baba. Sasa mwende mzee. Ndiyo. Silisha kwa tema kutu. Tena. Bali swa kama wanakuwaka modere gani? Pore pore huku. Njoo kwenu kwa mpya huko tunaenda. Badi kuplasen. Karibu baba. Karibu mama. Sitare papa. Karibu sana. Karibu. Sitare. Funga mlango. Karibu nyumbani. Sitare. Asante baba. Sitare. Karibu. Bwana na safari. Mama. Namona kani? Mama hii. Ewa, sema sima tu. Mama karibu. Stare baba. Habari ya njia? Pole pole. Ili aite basi. Kakiti kadi. Habari ya safari? Inapita mzuri kiroko. Kupanda tu ile matransport. Ile yule uko pale. Baki baba jirani pale. Wote. Iko pale. Yule mwenzako. Naye. Pita. Wewe tulikunywa pale. Usiniambie. Ewa, ili aite kona Mungu anawafikisha basi. Nani babani? Babane. Presa. Wino. Maana yake ni fotokopi yako. Wakati wana karibu baba. Bana tufikie. Karibu. Karibu baba. Sitale papa. Nilikuwa nasema ni fotokopi yako kabisa sasa. Basi Mungu anagaburaka kipande kipande. Tunakana vidole ni vya kwenu. Na chafu ni yetu. Na ndio faida ile. Juru tungendereshaga mizozano. Sasa shetani duko mariaga. Tungeliachiaga nafasi kama tupate matunda ya hivi ya mzuri kabisa. Wakati yenyewe watu wiko pamoja wanasikilizana na ndio nakutaka amani na ingie. Na ndio kwenye Mungu anawasaidia kasa mnevoli wenye wote. Ndio. Dadi. Alishazoeshana na tate yake kabisa. Alishabitama. Hivi pale nikisimama mimi naenda atalie. Ewa karibu tena. Meso na yeye anakunywa kangu nani Baba baba. Mimi sikere vile wakati hapa. Wewe sikere? Basi Mungu tuje mwenye anapangaga vile vitu nani lugana kopo. Ile ni kweli mchango. Na njoo ile tuko kondane kuishi pamoja. Na hivi Mungu kuna tubariki, tunaanza ona na bayukuru na tutone tena na bayukuruza. Itakuwa sifa kabambi na familia inakuwa familia kabambi. Ile ni kweli. Na njoo baraka zote za Mwenyezi Mungu. Sasa papa, habari ya makazi yenu? Kazi ni polepole kabisa, mouvement iko naendelea bien papa. Kazi en tout cas, mouvement iko bien sana. Ndio. À votre choix final. Titi. Vive! Abana bacu. Nuko we. Yeme. Abana. Oh. Kwangu ni furaha sana kuona tunaonana. Ile ni kweli. Usisa mkiti. Simama. Simama. Nasema ni kwangu. Ni wakati ya zamani hao watoto hawamjue. Chakini kwangu. Bwana Kopo. Hapa tulikuwa navunja ndio mabidai. Faraka ilikuwa natuisha tongomani. Hapa ndio ilikuwa uwezekane kunyuma. Habari yako ilikuwa inatembea fasi yote. Nikateni kwa ngura. Sababu nachukua na kile. Lakini wapi? Vitu vinapitaka. Bwana Jasa. Pesa. Wakati kampanye ilifanyika ya ba député provinciaux na national, ulikuwa na mapasha yako. Ulikuwa satisfait na resultat ya nani ya UR? Très satisfait. Basi ushasikia seniko pale. Commission nationale
independante. Si ile ndio juridiction mwenye inakwambia huyu alishinda, huyu aliweza, huyu alishinda, huyu aliweza. Mimi nilikuwa satisfait. Sione kama kome waliongezeaka. Na sione kama kome walipunguziaka. Basi tunaambia honorable Nzangi angelipitaka. Alipashapita. Nzangi, nani anaweza sema kama Nzangi angelipitaka? Bwana Pua wa hapa Yuru. Ule garso, jirani yangu. Ule garso nani njoo anaweza sema bali muongezee. En plus alipitaka mu deux territoires. Ndio, Nyiragongo. Mu ville de Goma na mu territoire Nyiragongo. Ndio. Si vile? Ndio. Tunakamata nani Patrick Munyomo. Si atu jina. Jina yao peke de jina kwambia ki alishapita. Ibere Furuguta. Mukasa. Mosea FM yake. Ulikuwa unafuata na sia wiwi. Ni maidezi ziko vraiment mbali. Alifanya modeli yake ya kampanya agapita. Bon. Mobali wote sijui mwenye mimi naweza contester wala walibia huyu wala ule. Le reste sasa ni wengi unaweza uliza Seni kama Seni ilikuwa satisfait nayo. Anipa vile kioje kwa nafaka kampanya na afisa walikali. Nafisa Ramazani kwa mfano. Nilimfanyia kampanya mediatique. Ndio. Kazi yangu ilikuwa tu video, natuma video. Sasa natuma tu bombe. Vote Nafisa Ramazani. Nafisa tunamjua na ni musika kidogo James Kisubi. Sie wazee. Ndio. Na ku radio. Sa presentation ya journal ya français. Kama iko Nafisa, tulikuwa tunasikia degu ya journal ya RTNC. Mais Nafisa kukamatia microphone. Ule mama nakauya sana. Alipasha kuwa recompense. Alipita. Bali mpiganisha wadikale yange. Bibatu mwe influence. Bikaza sema Nafisa Banyarwanda ndio iko na mfinance. Donc watu waushaanza kosa espoir. Buko unaanza tatu Rwanda nyuma juu choche mtoto wetu hapa. Aliwapiga ngapi? Ngapi zero. Na Seni kasema valide. Mere. Kule tozi lirudilia. Oui, alitoka mere nani bana vita mere kwa? Mere Eli. Maana iko na mavua hata za kandidati. Wewe kisha wanachangia. Sini sasa Tshisekedi Chilombo. Alipata tena combien? 70. Hapana, alipata au-delà de 70. Nilisema kamate tu 20. Alipatia wa opposant Bagaburani. Bagaburani ile 20. Si atakuwa tu president. Nafisa de passage. Sasa bwana Jasa. Nyie ndio bana waitaka juu ya kusensibiliser mass. Tangia mwanze teatre mpaka leo probleme mu Nord Kivu aishi. Est-ce que message mnafikishaka inafikaka kuba interesse au hapana? James, message tunaifikishaka. Sasa mwalisikia message njo hatujue kama ni kamataga kuko mwanesikia. Ni sasa kuna ubiri mkanisa. Kuko mwenye neno inagusaka na mwingine neno ilidunda. Mumasomo mwalimu anakuwa anafundisha watoto wetu liko pale. Mekuda kwa le premier na le dernier. Bon unatasema le dernier ya wakumfundisha. Alifundishia. Sinjo, message yetu inafikaga me. Benye wanapata message njo, wanaichambua kwa wataitika na kwa wataipinga. Sora sasa hivi tuko na sensibiliser, va déplacer, va stocker au camp. Ndio. Du gouvernement ndio napasha barudisha. Juzile eneo zinaenda, il faut gouvernement jirasirika kama eneo ziko sir. Je dis population à gouvernement. Si tunatupa message. Mais moi atatia masikio magumu. Njoo na mifuko na yote na machungu. Ale, shabale kui. Wewe kui. Tunarudia seru baya. Bebe tamfikia. Nina muona. Haiko tena gouvernement Congolais. Message James inafikaka. Mebe wanaipokea njoo. Bana apprécier kila mtu modele yake. Njoo vivi. Na wewe en tant que notable wa Nord Kivu, solution mu problème ya Nord Kivu ni nini? Problème ya Nord Kivu. Si mimi naweza nikupigana tu. Kuna kwa niveau ya mashauri vinaishaka, kuna kwa niveau ya kikao vinaisha ya kusaa kikao. Ni sasa bibi mwana kuderanje sana. Mulisha fare eneo famille anarudia tena anaingia mai tena mnafai. Bo, aone kama mwisho ni endoje. Problème ya Nord Kivu ni kupigana. Kila mtu anasema sampuni yake. Sampuni. Basi James, ni sasa nataka kuchamura hivi telefoni. Bo, uone na solution tusumulie tu dialogue.
Sasa acha telefoni yangu acha. Mwana chamura hivi. Solution ya hii Nord Kivu ni kupigana territoire yote iko contrôlée na gouvernement. Problème ni juko kwa mafasi wenye buliesha paka gouvernement même avant M23. Kwa ma territoire zenye ukiona wa soda ni bawili, wa policier ni baine. Mumungini muzima tulikuwa na ile probleme. Acha armée yote ikue kwanza huku. Huku nje kuko véritable rébellion. Nord Kivu vita tu nje napasha maliza hii solution. Sita kudanganya hata president de la république kuna tafuta dialogue, anaona tena dialogue tena inasi haita nasabie. Haita nasabie. Joma niko najipreparer une fois pour tous. Pour récupérer territoire zote zilishakuwa conquise. Pour rétablir l'autorité de l'État na kuinstaurer amani kukingufu. C'est ça. Ni mututu James Kisubi. Just ungaliki na imbaka au ushacha muziki? Perza? Ungaliki na imba au ushacha muziki? Siko na imba na si acha muziki. Maki ni saki tu telefone netia mode avion. Sinon la vie jimisha. Na ipite. Asi James ndaimba. Je vais gagner nini? Mais ningali naimba. Ni juste ça kuimba juu iko je niuzishe nyimbo au karema mina biachia benye do yabo yote ni kuimba bajise kibombo wanani watushike bo baendelee imba comme ça mnaji concentrer ko kwenye kuko ka Rufaranga na jinangu Nyamugenda Rufaranga Nyarufaranga makute kwa mdamu yangu mimi nakuwa nasikia tu niko nazitafuta saa yote maana kwangu après Bwana Yesu makuta ni makuta bibi hapa bibi ni babonisi utaleme franga ni bonisi. Biblia yote ilisema tu utaacha babako na mama yako na anaacha mnakutana kani kumogoma na nyinyi mnageuka wewe na mama me franga asiyetumika hata kula Adamu kaambia utadame yasho kuyasho yako sasa bingine ni biko manani mama sasa tunafanya nini bingine kusema sasa bingine njoo na divere na mwanamke kwa madivere divere est-ce que ashirika sana kusikia unaambia ke iko mdivere ya hizi shirika wakasikia vipi mbo anapenda nimutie mnini première dame James Kisubi motari mwagasema sawa mlikambia motari sasa wakikutilia pale noa ya mupya na bibi umato wanamtia pale walitosha majengo ubio katinde wanamtia pale vali baya bien unaweza chakula mwanamke wala gari ase gari nikabia unaona nikusema James na gari iko mbele ya mwanamke iko juste kwa mwisho ndio maana naye bali mumbaka après kumba tama panye Mungu aliona ni vizuri Adamu aisha tana mangombe maimbwa kumwisho ndio akasema lala kwa usinzia kwa nikoneshe mwingine wanakufanana ndio akamuleta kuna bibi hauna gari unaleta mwanamke hauna parcelle unaleta bibi kumfanga unaenda kuna lomba fai huku na huku basi ndio maisha ile bibi niliua James unamuletaka tu na vitu yote vinamzunguruka njoo anageuka mwanamke. Imagine ulale njala na bibi yako. Haya gani? Anaanza kumbuka kwa Yesu na Mungu wanakufa. Anaanza kumbuka kwa sasa nilikuwa mimi nakula deja 12 heures. Na anaweza lala njala mwake kumbi kwabo ko balishiba na bakamwanga. Bona penda niko na bibi mwenye mimi naambia arudie kwa waendelee tambuga. Ndio. Pale baki ya kuachaka baba na mama. Ni for mariage. Basema acha hao kwepa. Unataacha hao kwepa. Ali. Boom. Na yeye mnageuka baba na mama. Donc ni inakwaka ni projet ya Kabambi. Yenye nashinda hata ya kuuza gari. Kuuza gari kuweka umakuta mukatre mois unauza no pale ya 6000. Mais bibi. Ukiingia Herere ni mariage Cap Kivu et Serena mais après 6 mois tunasikia bibi asharudia tena kwao. Zile franga mlizipoteziani. Pourquoi ne pas faire les atano yako fanda na biso. Si yako fanda na biso ndio mariage ya biblique. Atacha babake na mamake. Na acha wangu na ale. Tufanda na biso. Ingio mundani. Ndio mariage.
Sasa lingine ya na James pardon kwanza tone ili nini Mario wa telespectateur wale muziki yenye James iko nayo niko nauliza mbona kwa mfano siviswete ukifanya accident mikono inakatika utatile bage kupua au kumugulu utatile kupua wala kumugulu mariage c'est dans le cœur sio na mimi vidole yangu biko mais unavala bage moro James mtu moka niuliza difference gani entre kufanya mariage na kurendelesha bibi gani njiko kumustari nikasema fanya hata analyze bebe wanafanya divorce ni balifanya mariage na yeye barendezana barendelezanaka kuku ya kisenzi manake mpaka hadi en plus difference tu ni ya kidogo entre mwenye alifanya mariage na mwenye balirendelesha difference ni bage na bage ni 2000 francs msoko wa Virunga bon hapana ile yako 2000 francs ni symbole yoro sasa symbole njoni mtu mali niambia Jasa sana wana watoto ngapi kaambia Jasa isa ni mzee stajiri kaanza kwa na pili msima watoto bebi ko nje wala yuko ndani bainje na bandani inje kwa bandani inje ba mingi sana James Kisuri bandani bandani wepe kisida wewe uko nao yuko kutembea umote banakosa tukamurango jua ponyoke pio souvent wakati tunacheza ma numero zako unapenda jouer role ya baba Nathalie. Nathalie anakuwa nani? So naangalia ni manoko me niko na petite sœur yangu mwenye jina yake Nathalie. Sasa ni Nathalie ni manoko me ni sasa ba Josiane ma vitu gani ma Rosette. Sasa bina nikuyaka tu jine nakuya. Sasa yeye nakuyaka mbio ni ya Nathalie. Ni ya Nathalie. Ndio jina petite. Njoo nasikia kabisa ni jina petite sœur yangu. Sasa vile Samina napaka Rufaranga ni jina ya grand-père wangu. Najua jina yako. Najua jina yangu. Jacques Nyamugenda Rufaranga. Jina yangu ni mrefu hivi. Kama somo la bandika jina yangu tiba naandika na humu mregistre na ingia tu humu hivi. Sasa ya mrefu. Nakuwa na kisomo ya kuuliza. Jua nipoteza wakati yako ya mrefu masomo na kubenefisia na masomo yenyewe ulisoma. James Kisuri kila mtu anapasha pita kwa masomo. Mimi nawazaka kama hakuna affaire, hakuna chochote kinaweza fanya na kupita kubade l'école. Effectivement, heureusement LMD ishakui. Ni unapata tu diplome yako, uko tu na 3 ans. Unamaliza masomo yenye ungelifanya mu 7 ans tout ça, voilà. Mais kwa wakati yetu ilikuwa kimaliza vile il faut tena ngine miaka 5 kuendelea. Mais sikujoka kwenye vent mpepe tanibeba zaruba nikaenda dumbukia mkometi nikaanza mkanisa nikasema juta nikuwe fort nikaintegrer mpendara nikaanza ma théâtre tout populaire après pale sasa nianze voler mie peke basi wakaanza niita nikaanza ona franga za mie peke jasa tufanyizie publicité mimi ona kushi nafanya nikaendelea vile na paka leo niko nafanyikiwa sana hivi hapa sitaacha teatro sasa mpendara sio aliacha teatro akaendelea yake mabwalimu kule mimi na kujulisha kama mimi napata franga za mingi kushinda mpendara mimi napata franga kushinda PO napata franga kushinda PO imagine maintenant ingekuwa ni ile equipe yenye iliendelea kama leo mko na roboti bangali me balifubala kasa papa alifubala unaona mnyumba mgeni akitoka nje anakia anapiga baba watoto wote wanashukiriria wanageuka watoto wake yule malipiga baba sasa à un moment donné qu'on a fait featuring na ba comédien à Kinshasa bilisha tunaona unafanya ba sai banani est-ce qu'on a kuwa complexé mbele ya comédien ya Kinshasa complexé baseka chibu James uko mbele ya Wembe Kigali Bujumbura banajua Gasereka Chima kabisa ni general mwenye wacheze naye kuna comédien mwenye anapimani shitura kule
Jumi najua na ile malugha yote. Sura nenda Kigali nacheza mkinyarwanda Kiswahili. Burundi ni mkinyarwanda Kiswahili, juu ni presque sawa. Kinshasa ni Kiswahili, Lingala, Français. Contrairement na gisi sai hapa, hawezi kuchezea watu mkiswahili. Hajue Kinyarwanda na nchi nyiko hapa pembeni. Avec Kirundi na iko nchi ya pembeni. Wa watu na mu français avec beaucoup de difficultés là. Na ufate chaîne moya Maboki. Inapitaka kwa mateatri sana. Utasikia tu mateatri ni za Lingala tu. Si kwake complexe mbele ya comedien mwenzangu. Tulikuwa nafanya nabo featuring juru nani parrain ya sai ni Didi Mudogo. Didi Mudogo yeye ni wakatana Sud Kivu. Ndio. Sasa Didi Mudogo junjo parrain ya sai ndio alikuwa anatuitaka sana kwa vacances Bukavu. Ananiita mie jasa na anaita basai Kinshasa, ndio tunakutanana. Ingine nilichezaga na Lubumbashi wa zamani tena jina anacheza mkiswahili nani Kadiombo. Ile ni wakati mama Olive alinitaka Kinshasa. Ndio na mimi nikafanya recreation, nikatafuta mwenzangu tukafanya kakitu kadogo. Sino naju tufanye featuring. Inaombaka tena kukwe producteur mwenye aliresoneke jasa ou bien modero bisai hivi binezenda bio nifanye hivi. C'est toujours lui. Mimi ndizapenda nicheze nabo mbo. Ndavianzia wapi? Mais kama paliko mtu atatupatia kale ka proposition na natuproposer contrat. On y va. Banque centrale le kula kwa hiyo mchezaji wote. Nini? Ya Banque centrale. Mi sio wote na wanani? Na wale na Kadio. Hapana ile Banque centrale mimi sikukwaka. Mimi nicheza naye tu ya mabufoneri tu yengine modele tu yenye aiseme kichochote ya kufurahisha tu. Nilicheza naye vya kuelewa kibambazi. Ase wewe na ile helikoptere wako unaangalia hapa ukibambazi njoo mbo. Ilikuwa vya vile. Mimi Banque centrale alichezaka na wengine wa Kinshasa. Njoo vile. Sijui kama jewe anakuwa nini, journalist siko na maona tena. Tunasikia kama envelope mwana na rafiki yetu hapa JP King. Alors, est-ce que réellement théâtre iko na avenir ndani ya nchi? Parce que leo ukaangalia ta Kinshasa, théâtre iko nacheza ni haina vraiment message ya kabana. Bon, ni problème tu ya nchi kisi corona na vita iko. Kisi unaona tu kila kitu kiko. En fait mwili hata kidole kigonjwa, c'est tout le corps. Haiko sema uiko joyeux. Mais hapa kwa kilio, c'est tout le corps. Hata gonjwa licho, c'est tout le corps. Nasi tulibingia ndani. Gisi nchi yetu iko na probleme. Na njoo vile nasi are yetu iko na probleme. Basi angalia mateatri ziba kinao wanakuwa biko wanacheza. Mimi nazifuataka hapa kwa Maboki. Ni vya zamani. Bien. Bon, nazui passeport. Donc lobi na okota Bruxelles. Ngisikia ça mangi. Okenda Bruxelles nini? Nano balingate. Non, okota Bruxelles, oyebi Bruxelles. Donc ni mami tout matu yenye unaona tu iko tout ça vile ya hivi. Mais fata ba ivoirien. Wala ba nigérien. Utasikia kuko ndani kitu. Donc tungali tu malade quelque part. Nisi wote tuko malade. Théâtre kabisa ina avenir. Na inja hizo pendewa. Waza kwa sisi tuko mkongo tunapenda ba ivoirien na ba nigérien. Mais ni ngufu ba nigérien wala ba ivoirien wala ba togolais bapende yetu. Ingali ya grabu zoba. Tena unaona walicheza Kenze, walifilme ma modele moja hivi. Bo haiko wote kwa bilikuwa jikaza. Si tu wanacheza kaza Ulaya tu ça. Njoo unaona ilifanana ya bie. C'est ça? Jasa Muzalendo. Kilio. C'était comment unageuka Muzalendo? Muzalendo? Nani wa compatriote? En fait Muzalendo likamata niveau yenye tulijisikia fier. Kuona qu'il y a des enfants résistants. Benye bakupata aucune formation militaire. Mais benye walijire par leur propre sang. Il y a que défendre le territoire yabo. Ndio Muzalendo.
pourquoi voilà comment ne pas être derrière. C'est ça. Nous sommes tous les wazalendo. Hawezi katala mtu mwenye anatafuta pigane juu ya bie yako. Na njoi. Basi utaambia wewe hauko hai. Bien que hauko hai sur les fronts. Peut-être idéologiquement vous avez la même idéologie. Ouais. Parce que haiko sio wote ndio tunapasha kwa front. Sasa bilo kibiona ni vitu ya kufeliciter, ni vitu ya kuencourager. Être muzalendo mwenye anavala teni sur le front hakuna tofauti na muzalendo mwenye idéologiquement iko na biwaza bien que haiko ku front. Donc les compatriotes venye tunapashwa kuencourager et surtout aider parce que banaji sacrifier à la place même des militaires. Unajua que même wazalendo banafanya quand même le premier front. Make front line. Ligne ya kwanza ya pa nikikupa unaanguka, ni ukinipa mimi nalala. Hange na mtu wanajitolea vile. C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Ndio vile. Ukafanya numéro ya wazalendo. Mais apparemment numéro ulifanya c'était pas ya bien unatoka sema hapa sasa hii. Muzalendo. Jambo. Bwana Jasa. Habari gani? Mzuri. Basi tunatumaga watu. Nitafuta tate ndugu. Tunakutafuta siku za mingi. Tunatumaga watu wanakukosa. Nilishakuandikia ma SMS au jibi. Mimi naitaga utafanya zekroche. Jo tulisema basi ni nyumba ya familia. Jo miezi 5 hii nyumba hii alipio. Watoto wanasomaga ni kufranga za miezi 5. Hatuna ingine gitivite apare faranga za nyumba. Ndio nilisema, nilisikia habari wakasema huko. Nikasema vipande vishuke mimi nakukutana. Ni franga ya nyumba papa. Ni nyumba ya jamaa. Lakini papa Jasa. Pereza? Eske unajua kama mimi nakuaga mzalendo? Pereza? Niko nakuuliza eske oyeva kakengana zalaga mzalendo? Basi baba vile vinakutana na wapi na nyumba ya kupanga? Matuniyo. Ogebi kengana zalaga mzalendo. Ona papa, ukwe mzalendo sikatari. Usipokuwa mzalendo, nyumba ni ya kulipa. Jifanye na wewe mzazi. Lipa franga za nyumba. Mzalendo upa. Eske vinakutana na kupangisha nyumba? Basi kama unakuwa mzalendo c'est bon. Na kama uko mzalendo c'est bon. Papa Jasa. Miezi 5. Jasa. Naona ujitie kufasi ya mzazi. Unasema na watoto. Unasema? Miezi 5. Chunga basi. Papa Jasa. Kuna sikilia watu huruma. Ni chunge. Oui? Nsela. Nazoya. Ndio. Ni chunge. Ndio. Sawa? Sawa. Papa, ulikuwa unasema niko na deni ya miezi ngapi? Miezi? Baba una deni hata moya. Kweli? Nilikuwa nilikuwa napita, mimi nasema nisalimie watoto. Baba hakuna shida hata kidogo. Ishi na Mungu, ishi na Yesu. Hakuna hata shida baba. Watoto ni wazima lakini. Madama alitoka. Ilikuwa tu kupita na niko nasema niwasalimie. Na hivi ndio wakati napita manake hapa tutaonana kesho Pereza. Ulikuwa unasema hakuna hata shida moya. Utasalimia madame. Hauna deni baba. Hakuna deni. Muzalendo. Baba hauna deni. Au fait tu alikuwa fo muzalendo. Kama bata bakudécouvrir kabeni litafuta sema parce que la mienne sketch zangu kizifata surtout les kidogo wa kunatia aux réseaux sociaux. Kuna kwa quelque chose dedans.
Amo kwa kichwa unga buibui saka mtu mmoja kalinda kwa réseaux sociaux qui a saka leona les vidéos quand ça c'est oh ça coopère avec l'ennemi Kagame est en train de manipuler ses fils kama de 1994 yana za nilitoka Rwanda gutauka ya 94 wewe kama mtoto birere acha James je lui répondre ile ya muzalendo nilikuwa na dénoncer les faux wazalendo en bref Banjike Kaiko balibisikiaka gouverneur Chirimwami mon père mon gouverneur balibisikiaka tulienda Manzulu juste katikati ya wazalendo mafoto bope kwa kwanza nionyesha na ile video en fait James Kisubi ilikuwa kuonesha que il y a les faux wazalendo mwenye ukireklamer droit zako yeye anakonesha arme c'est anakonesha que je suis prêt pour kukutiwe ni ba faux wazalendo na njoo bana nicheza role ya kuogopa role ya boga role yoyote njoo kuonesha faux wazalendo mais mon numéro prochain ndakuchezea kasagisi wazalendo bo peke sawa na kia kamata ule faux wazalendo na ile maarme zake kiyenje kuna tia kale ka virus mu population jua kuharibisha jina ya batoto ndio kuharibisha jina ya Nord Kivu. C'était dans ce sens sasa sketch zangu haiko clip huko unaona Fally kwa nyonga fata cheka mais tafuta comprendre pourquoi alicheza hivi utafika juste pour réponse. C'est que ni sketch ya fond uzalendo mon deuxième numéro il sera arrêté soit ndeza cheza FRDC inakuwa arrêté le fond uzalendo soit nda chezaka le wazalendo le vrai wazalendo qui nous accompagne au front derrière les FRDC banakuya fungu ule tuna ile arme que tona kama saisir tout ça na njo leçon c'est parce que numéro deuxième numéro nilikawia kuitosha juu ya mavage nilikuwa nafanya mabukavu mais itakuya bientôt je crois njo batu bataelewa bien c'est ça. Jason Lesa ni comédien international tu n'es plus local hein ça vingine niko biote Drubel chanteur animateur aule longomba effectivement bon nanjo kukuwa acteur unapasha jua imba unapasha jua cheza unapasha kulifanya hata sport unapasha jua vitu mingi unapasha jua tembeza gari unajua tembeza moto unajua nager mu piscine donc je connais les jina kukuwa acteur inaomba uyale vya mingi ça mimi niko acteur comédien na ni pas mina jipencher sana sasa kwa comédie parce que ici chez nous ba réalisateur wa cinéma abiko parce que kwa cinéma huko kwa chochote alors mimi nakuwa obligé mimi faire vyangu vyote mu cadre tu ya comédie na kwa comédie zangu zokiona en tout cas ni kanusu film angalia kiseli ambassadeur RIS ni comédie mais hangi ni nusu film ambassadeur RIS oui ukiona nyingine ni bomola voisin les blancs après mandat moya tout ukiona bien ni comédie mais moka pourcentage ka cinéma kabisa na réalisation ilikuwa pas mal bon nanje konisha jiplonger non maganya kana mna gani Daniel Mafini zile azo ni wakidogo wa 1 minute 20 bole tunabutiaga juste tuendelee ku actualiser kwa réseaux sociaux parce que sasa mpendera kisulisema ushona kitu atampendera mwana anatia hata kwa réseaux sociaux hakuna anasema sasa yeye ngali dans le théâtre unagistera unanirudisha tena kule sasa ile sisi tunavifanyaga juste tuendelee kuwa actualiser bien qu'on ne gagne rien parce que unaangalia ça vile ku YouTube yetu il faut pas te 1 cas il y a vu manake 1000 vues njo $5 américains 3 cas njo $15 sunaona c'est que sama tunabifanyaka jutu ya jutu mais jutu wakisikusahau monde entier tout ça napiga hivi na kona sasa miaka unakuwa kana ungali bapipe fatu publicité hapa mpendara sur scène mimi nawaza hakuna hata watu 4 wanaweza kuya kwa sababu etidia 2 au 3 jasa sur scène moto zote za Goma ba mama nao wanaweza acha na biti hapo James njo vile are yetu iko bwana jasa tunaanza fika mwisho
programme yako ya hii mwaka 2024 iko namna gani? Programme yangu zako ndio activité zangu bishi nikwambia sikwake na salaire situmike fasi ona wa project tozera kao ya nzambi sama bibaruki sama tena bibaruki si baki mimi nafanyaga taini semene hakuna mwana ananiita nafanyaga sisi sela hakuna hata mwana ananiita mimi nakosa mimi nafaini semene na biko ananiita kila siku. En fait 2024 niko tout déterminé kujiactualiser kwa réseaux sociaux mais kusema nikupatia kabisa programme kabisa calendrier agenda ni nguvu biko binatokelelea mukifupi juu ni kurjibia question yako sina programme ya 2024 maka yenye takuya tu na njoo ile tukistako. Message à la population congolaise et les Congolais qui vous suivent dans le monde entier. OK. Message yangu kwa Congolais yuko nanifuata hapa ku chaîne ya RTNC tupendane mwa hii wakati yenye nchi kwa difficulté. Tupendane. Tshisekedi konafanya mwa yake yote juu nchi iretrouver tena amani vraiment. Sasa kama si entre si atupendane habitakuwa bien. James Kisubi unihurumie ni biseme. Sema. Mwani wa mbaya. Sema tu. Watoto wetu walienda formation militaire hapa juzi. Tulienda sikia kule kwenye walikuwa formation. Bakisikia jina yako Kambale. Ni kimamio moya ya wali na moya ya maragi. Safari. Kimamio moya ya wali na moya ya maragi. Na ukitokea ngande Kasongo Kimbwalanda. Kimbelekwala Kichapwala. Kimamio 3 ya wali na 3 ya maragi. Mwingine anatokea ngande Ndewa Kogbadagu. Kongole penza Kongole. Na njoo bana nilianza niko nasema tupendane. Tukijibagua entre nous ennemi atatupiga juu na njoo atatumanipule bien parce que kutakuwa na hakuna union. Nasikia kama mbaya sana nasikia wazalendo walipigana na FRDC. Kwangu mimi naona kabisa mimi nasikia ni mbaya sana ni saki simu nyumba kaka na dada wanapigana. Na ni famille moya. Aimons-nous les uns les autres. Mimi ndio message ya mwisho tunaweza patia kwa population congolaise. Maka mimi narudilia ya Jésus Christ. Aimons-nous les uns les autres. Nous arrivons à la fin de cette émission. Aimons-nous vivant. Chers amis, vous avez été avec l'artiste comédien du Congo, Diassa Diassa. C'est avec lui que nous avons discuté de tout et de rien. Je pense que chacun a eu sa part. Au revoir et à la prochaine. James Kisubi, la soul music, Bendito, respect. Watadego, il faut que pour les vers des stars. Watente goma, 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Pour les vers des stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Bananita Wilson kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Valentine, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sing to me, baby, when are you coming? Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet.